viongozi nyote, wachezaji. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika muda huu mfupi wa kuja kupeana neno kwa ajili ya kazi kubwa iliyoko mbele yetu kesho. Pili, nichukue fursa hii kushukuru uongozi kuanzia wa wizara, wa klabu na wote ambao wamefanikisha mimi kufika hapa leo ili kuzungumza naye. Kwa kweli sina maneno mengi, nataka niseme maneno mawili tu. La kwanza, nasema ushindi wa Simba kesho hautakuwa ushindi wa klabu, utakuwa ushindi wa nchi. Hatua hii tuliofikia ni hatua kubwa sana, na kwa kweli tukichukua hili kombe mtakuwa mmeheshimisha nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo nataka niseme kwamba Watanzania sote tunakuombeeni kwamba kesho muweze kushinda ili nchi yetu iweze kupata kombe hili ambalo kwa kiwango kikubwa sana itakuwa ni heshima kubwa kwa nchi yetu. Kwa hivyo mimi leo niko hapa ili kukupeni moyo, kukutakieni heri ili kesho tuweze kushinda mechi inayotukabili. Sina shaka hata kidogo kwamba atmosphere katika uwanja itakuwa ni kama ile ambayo mngeipata mngekuwa Mkapa. Tofauti itakuwa idadi tu, lakini ile atmosphere itakuwa ni ile ile. Kwa hivyo msiwe na shaka kabisa, Watanzania sote tuko upande wenu. Tutahakikisha kwamba mnapewa mazingira ambayo mngeyataka katika eneo la uwanja. Lakini kwa kuwa imesemwa hapa kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sehemu kubwa sana imechangia sana katika maandalizi haya, na inachangia kwa sababu hiyo hiyo ya kwamba hili jambo sasa ni la nchi, si la klabu. Na mimi kama kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nimeona basi na mimi niunge mkono walau kwa kidogo. Kwa hivyo tumeanza kwa kuchukua gharama za uwanja, lakini vile vile nimeona niwashirikishe rafiki zangu ili kesho tukipata ushindi basi tuweze kutoa japo kizawadi kidogo. Kwa hivyo nimezungumza na rafiki zangu, tumekubaliana kwamba ushindi ukipatikana basi tutoe $100,000 kwa wote. Kwa hiyo ndugu naibu waziri na viongozi wote, nakushukuruni sana kwa kunipa heshima hii ya kuja kuzungumza na wachezaji pamoja na makocha pamoja na viongozi wote. Letu ni moja, na tumuombe Mwenyezi Mungu katika hili. Kama alivyosema mwenyekiti hapa, kuna mwaka ule na mimi naukumbuka vizuri mzee wangu Mungu amrehemu alikuwa pale uwanjani, hatukupata mafanikio. Safari hii Mungu atusaidie tupate mafanikio. Kwa hivyo ndugu zangu, asanteni sana, nashukuru kwa kunisikiliza, na tunamuomba Mwenyezi Mungu basi kesho mambo yawe mazuri. Sina shaka kwamba maandalizi mmefanya ya kutosha, na kama nilivyosema mazingira ya uwanja yatakuwa mazuri ili tuhakikishe kwamba tunapata mafanikio. Kila laheri, Mwenyezi Mungu ajalie tupate ushindi kwa siku ya kesho inshallah. Asanteni sana.